Anaitwa Sam Dafur, ni mwandishi wa simulizi hii ya Labda Mapenzi Siyajui, lakini hapa ambapo unaisikiliza basi ni Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe channel yetu, lakini usiache kulike, usiache kushare, usiache pia comment, bila kusahau kutufuata pale kwenye mitandao yetu yote ya kijamii kwa jina la Simulizi Zetu Media. Karibu sana pale WhatsApp group, namba yetu ni hapo juu kama ambavyo inaonekana. Karibu jiunge uwe familia katika familia kubwa sana ya simulizi ambayo inapatikana pale WhatsApp. Hii ni sehemu ya 6 ya simulizi yetu ya Labda Mapenzi Siyajui, na mimi nataka nikukumbushe pale ambapo tulikuwa tumeishia, wakati ambao sasa tuliona kwamba Kerry alifanikiwa kwenda kumfanyia mume wake vile alikuwa anataka kufanya, na tukamwona Allen akiwa na hali mbaya sana, lakini binti wa kazi maskini alitokea kwa ajili ya kwenda kumpa msaada. Bado hatukujua kwamba alifanikiwa kupona ama ilikuwa ni vipi. Tutafahamu katika sehemu hii ambayo tunakwenda kuianza, na bila kupoteza muda, hii ni sehemu ya 6. Jina langu naitwa Tutu, karibu tuendelee pale ambapo tumeishia jana. Sasa ilikuwa ni siku ya pili ambapo lilikuwa limechomoza jua kwa namna fulani hivi. Wakati huo sauti za ndege zilikuwa zinapenya kwenye masikio ya Catherine, ambaye alikuwa amelala hospitali katika benchi. Maeneo hospitali hayo alikuwa amelala akiwa anasubiri ripoti ya daktari kuhusu afya ya kaka yake. Haikuwa moja wala mbili ambayo ilikuwa inamjia kichwani kwa wakati ule. Kila alichokuwa kikiwaza kilikuwa kinamkataa kabisa. Kichwani kwake kulikuwa kuzito mno. Yaani alikuwa anashindwa kufikiria nini ambacho anatakiwa kufanya. Basi akiwa ameshika simu mkononi, alijaribu kumpigia kila aliyekuwa akifahamiana naye ili aweze kumpa taarifa kaka yake, lakini pia hata alipojaribu kumpigia Kerry hakuonyesha kupokea simu yake tangu usiku wa jana. Basi ghafla sauti ya daktari ilisikika huku kimtaka ingie ndani. Na yeye bila hata kuchelewa aliingia ndani, akamtazama daktari ambaye alikuwa amekaa katika kiti na yeye alikuwa pia kwenye kiti. "Huyu ni nani yako?" Daktari aliuliza huku akiangalia daftari ambalo lilikuwa lina majibu ya kile ambacho kilikuwa kinamsumbua Allen. "Huyu ni kakaangu," Catherine alijibu akijaribu kuzuia machozi ambayo yalikuwa yanamtoka tayari. "Okay, hakuna shida, nimeelewa. Acha sasa niende moja kwa moja. Tumempima, tumekuta kwamba ana ugonjwa ambao sisi hatujui kuona katika maisha yetu kama wataalamu." Aliweka kituo hapa na kisha alipeleka macho ukutani ambako alikutana na picha ya rais. Akarudisha tena macho katika daftari. "Ni ugonjwa gani huo?" Catherine aliuliza. "Hatujafahamu, lakini ini, mapafu, figo vyote vimeshambuliwa na kuna hatihati ya utumbo mkubwa kuoza. Muda si mrefu lazima itakuwa hivyo. Kwanza acha tuhangaike naye." Daktari aliongea na aliinuka haraka akaondoka, kimwacha Catherine ambaye alikuwa anabubujikwa na machozi mno. Ndani moyo wake kuamini kama kile ambacho alikuwa anaambiwa ndio ambacho kinaendelea kwa kakake. Alijikuta anashindwa kuvumilia. Maumivu yalikuwa ni makali sana ambayo yaliingia katika mwili wake na kusukuma damu kwa nguvu sana. Hivi kwani nini kinaendelea kwa kaka? Alikuwa akijiuliza huku akitoka nje ya chumba kile cha daktari. Sasa ni Tegeta, Dar es Salaam, ambako mji ulikuwa umetulia sana leo, kana kwamba hakukuwa na pilika zote zile kwenye maeneo mengi ya Dar. Basi kwenye moja ya bango ambalo liko karibu na barabara kulionekana mafundi wakiwa na karabati bango lingine, na walikuwa wakitoa picha ambayo ilikuwa ya zamani na kuweka picha mpya. Pembeni yao kulikuwa na Mr. Solomon King pamoja na mke wake ambaye walikuwa wako na tabasamu nzito mno. Waliendelea kuwatazama mafundi ambao waliingia kazini kuweka picha ya Dorika pamoja na Bernard ambao waliombwa kwenda kupiga kipindi ambapo palipambazuka, na wenyewe walifanya hivyo kweli. "Yaani nataka hii harusi ivunje rekodi Tanzania nzima," alisema Solomon King. "Lakini Deo ataona hivyo, atahisi kama tumemtenga, maana yeye au kumfanyia hivi ujue." Dorika aliongea. "Bwana, unajua tatizo la Deo, aliingia wakati ambao haukuwa sahihi, lakini hakuna shida. Hata siku nyingine nitamfanyia. Hebu kwanza angalia ile picha ambavyo impendeza. Hebu tazama." Solomon King alikuwa akimueleza mke wake. Mama Dorika alipeleka macho hadi juu ya bango na kutazama. Alikutana na picha ya mtoto wake akiwa amekumbatiwa vyema sana na Bernard. Tabasamu lilikuwa mbele yao. Alijikuta naye pia akitabasamu. "Huyu ndo alikuwa anamfaa binti yetu kumbe jamani," alisema Mama Dorika. "Yaani leo ndo muongea kitu ambacho hata mimi nilikuwa nataka kukiongea. Yaani umependezana jamani mpaka sio poa. Wow. Kumbe designer aliweka kabisa na tarehe ya ndoa. Acha tuende na hisi huko Zanzibar, ni mwendo wa kufurahi. Lakini hii ni kama kuna tishia wale ambao hawajua ujue, maana watahisi kwamba ili unapendwa vizuri lazima uwekewe mabango kama hivi ujue." "Bwana, hizo fikra za watoto, mtu mzima hawezi kufikiri hivyo," alisema Solomon King huku akitoa simu yake na kupiga picha bango lile. Watu walikuwa wakipita barabarani, hasa wale ambao wanatembea kwa miguu, ilibidi wasimame kushuhudia tangazo lile ambalo lilikuwa na taa nzuri sana zenye kupendezesha muonekano. Kuna ambao walikuwa na shauku kupiga picha wa kuacha kufanya hivyo. Wenye wivu walijikuta kufyonza na kuendelea na safari zao.
Wanafunzi hivyo vikuu waliweka makazi kidogo na kuanza kutazama kwa kijadili. Basi hapo utakuta SMS moja tu inavunja ndoa nzima. Msichana mmoja alisema, ambaye alikuwa mbeba kibegi kidogo ambacho kilikuwa mpaka kwenye maeneo ya makalio yake hivi. Tena wanaume hawa, sijawahi kusikia mimi. Kwani analizikaga wanataka nini sijui hata. Yaani hizo mbombo zote, lakini ukute bado anasaliti. Bwana wewe, lakini tuachane nayo. Ukipendwa ranyi, haki ya Mungu tu, mimi nitatafuta bwana mwenye hela. Yaani kwa hali hapana, kwa kweli sio boxer moja kila siku mimi sitoweza. Alizungumza msichana mwingine. Hebu nipige picha ili wakiachana ni post status, tena nitaandika kabisa mapenzi konyo. Labda siyajui endapo hao wameachana. Nitaandika jamani, alisema msichana mwingine. Na kisha hao waliondoka kuelekea katika vituo vyao. Sasa hii ndo alikuwa akilihitaji Mr. Solomon. Yaani alitaka hili kwa mtoto wake. Alikuwa akihitaji kumpatia furaha na kumfanya atambulike nchi nzima mithili ya mke au mume wa rais. Kitu ambacho kilikuwa kimefanikiwa sana kwa kiwango kikubwa, kwa sababu watu walifahamu nini kilikuwa kinaenda kufanyika. Nchi nzima ilisimama kwa muda kujadili bango lile ambalo liliwekwa maeneo ya Ubungo. Uwepo wa mabango haya ulifanya kila mmoja ambaye yupo katika mahusiano ama hayupo aweze kujadili kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Basi tabasamu la Dorika lilikuwa ni kubwa sana. Hakuamini kama familia yake imempa ushirikiano katika swala ambalo alishirikisha kwa muda mfupi sana. Alijikuta akitaka siku ya harusi yake ifike aweze kuingia ukumbini kwa mbwembwe kama zote. Wanaita funga mtae. Basi wakiwa wawili katika moja ya hoteli wakiwa na punga upepo kando ya bahari, Dorika alimtazama Bernard akamwambia, moyo wangu sasa hivi uko na furaha sana. Lakini furaha itaongezeka pale ambapo nitakuwa nina pete ya ndoa katika mkono wangu. Aliweka kituo na kutabasamu kidogo. Basi Bernard akamwambia, kwangu Dorika, na kuchukulia kama mwanamke ambaye amejitoa muhanga ili kunusuru furaha yangu ambayo ilikuwa imepotea ghafla. Kwa sababu nilijikuta naingia katika matumizi ya pombe pamoja na bangi, yote hayo kisa mapenzi. Lakini asante sana Dorika, na kuahidi kwamba mimi nitakuoa na nitakupenda sana, Bernard alisema. Kiubaridi kidogo kiliyopita huku kila mmoja akimtazama mwenzake. Hakika walikuwa wamependezana sana. Walikuwa wanavutia hata ukiwatazama, yani hali ambayo iliyofanya hata watu waliokuwa pembeni yao kuwatazama muda wote. Vile ambavyo walikuwa kitabasamu pamoja, wakichezea na nyusi, nywele na kuongea kimahaba, hata watu ilikuwa washindwe kabisa. Yani ilikuwa ni lazima washindwe kufanya vitu vyao, badala yake walijikuta tu wakiendelea kuwatazama. Basi mmoja wa wasichana ambaye alikuwa na mpenzi wake pembeni aliamua kusimama na kwenda hadi walipo akina Dorika. Baada ya kufika aliwasalimia akasema, jamani, unajua nimekaa pale. Akanyosha mkono sehemu ambako alikuwa amekaa, kisha akarudi tena akasema kwamba, nikasema mbona nyie mko yani mko so romantic, mnatabasamu, mnacheka vizuri, lakini ile jitu langu pale jamani, yani aliko romantic, muda wote liko busy na si mimi hata muda kuongea na mimi hana. Yani hata sijui hapa tumekuja kufanya nini. Msichana yule aliongea akionekana kwamba amechukizwa mno. Macho yake ni kama alilenga majimaji hivi ambayo alikuwa akisubiri neno moja tu ambalo ni pole ili ayadondoshe kwa nje. Jamani pole, labda umwambie wewe ni muhimu sana kuliko hata simu, alisema Dorika. Bwana atajua mwenyewe. Yani hilo moja. La pili nitaka kujua kuhusu ile bango. Hivi likoaje? Yani likoaje? Kwa mbona mimi kila nikiwaza kumweka huyu wangu nahisi kama yani naona kama sijui nitalia, sijui nitafanyaje, alisema msichana. Basi wakajikuta akicheka sana kwa pamoja kana kwamba walikuwa wamezoeana hivi. Walimtazama msichana huyo kwa sekunde kadhaa na kisha Dorika akasema, unajua mapenzi ni uaminifu. Sasa tatizo linakuja pale ambapo unamwamini mtu alafu akagundua kuwa kuna siri umeificha. Uaminifu una nafasi kubwa sana kuliko kupendwa. Uaminifu ni nguzo ya mahusiano. Kosa kidogo huharibu vitu vyote. Huyo kwako unamwamini? Wapi? Yani ni hivyo tunamvumilia tu, lakini kila siku namfumania mpaka analia. Yani nimelia lakini wala nisikii, alijibu ile msichana. Pole mwaya, ila wallahi mimi ningekuwa ni mimi ndo wewe. Mimi sijui lakini kama ningekuwa ni hivyo kama ambavyo wewe kwa hicho ambacho unakisema, na hisi tu ningemshukuru Mungu. Dorika aliweka kituo akamwangalia Bernard ambaye alikuwa akisikiliza kwa makini, akaendelea. Akamwambia, ningemshukuru Mungu kwa kunionyesha njia ambayo nilipaswa kupita kwa sababu maumivu hayavumiliki. Ningemshukuru kwa sababu tayari nimejua rangi halisi za huyo mtu. Kumbuka, mmoja anaposaliti katika mahusiano hatuna sababu ya kubaki, na kama angekuwa nakupenda singekusaliti. Kwa nini anakuonyesha kila dalili lakini bado uko naye? Dorika aliweka kitu kikubwa sana. Msichana huyu alijikuta akidondosha machozi na akamshukuru sana Dorika. Ndani moyo wake alijisemea kwamba anakwenda kuongea na mpenzi wake vizuri ili afahamu kama mapenzi yao yapo
ama amekufa, na baada ya hapo atafute njia sahihi kabisa ya kuondoka, asipotezeane muda. Wewe hayo tumejulia wapi? Bernard alimuuliza baada ya binti kuondoka. Maumivu yanatufundisha vitu vingi sana ambavyo hatuvijui. Ulinishauri mengi na nilifanyia kazi. Uone sasa hivi niko na wewe. Maana wewe ndo chaka langu. Naamini kwamba kwenye vitu vyote uko unanipa ushauri, huwezi tena kugeuka kwa adui yangu. Sidhani, sikuoni huko. Basi bwana. Sasa ni jioni, ilikuwa imesalimu katika jiji la Dar es Salaam, na jua lilikuwa tayari limeshaga mashindano ya siku hiyo, na alikutaka tena kuendelea. Kiza kilianza kujisajili kwa ajili ya makabidhiano ya mwanga pamoja na ardhi sambamba na giza. Kila ambaye alikuwa barabarani alitambua wazi kwamba mji sasa ulikuwa umeingia katika mishemishe. Taa zilikuwa zinawaka vizuri. Sasa akiwa katika maeneo ya Ubungo akisubiri magari yapite ili aweze kuanza safari yake kuelekea kazini ambako ni maeneo ya Masaki, vile alikutana na bango kubwa likiwa na picha za watu ambao alikuwa anawafahamu. Moyo wake ulipeleka mapigo mbio. Akawaza kwa sekunde, ni nani ambaye ameweka haya mabango? Ilikuwa ni swali ambalo lilimsumbua kwa muda kidogo. Alitazama bango lile kwa jinsi ambavyo limependeza na zile taa ambazo zilikuwa zimewekwa nakshi ndo kabisa jikuta anachukia kabisa usoni. Yaani moyo wake ulikuwa umepotea kabisa. Ina maana hao watu wanataka kuoana? Mungu wangu. Alafu ni wiki hii tu, alijisema moyoni mwake. Basi haraka aliamua kutoa simu yake na kutuma meseji kwa shoga yake kimtaarifu kwamba kuna bango sehemu, kama inawezekana aje aone ili wapate kuzungumza kwa kina. Basi meseji ilienda ambako ilitakiwa kwenda, na yeye akaamua kuendelea sasa na safari. Ni upande wa pili sasa, Kerry alikuwa chumbani kwa mama yake wakiongea kuhusu kile ambacho kilikuwa kimetokea. Sauti zao zilipaa lakini hazikuweza kutoka nje. Unajua mama, nilichomfanya huyu mbwa akija kupona, basi ana Mungu, alisema Kerry huku akijiangalia katika dressing table ambayo ilikuwa ni ya mama yake. Ule uchawi ni nyoko mwanangu, yani lazima afe. Alafu unajua kwamba yule yani ulishachukua kila kitu kwanza, umekumbuka kuchukua kila kitu. Sije kwa tumefanya upuuzi hapa, aliuliza mama Kerry. Ndio mama, nimechukua na achaje? Kila kitu nimechukua, ni viko nyumbani kwa Lari, maana ningeleta hapa, si unajua, ungeleta hapa tamaa, sio mambo yangekwaje. Kweli bwana, na umwambia kwamba aende akatengeneze vitu fake, si ndio? Mie tena. Basi kabla hata Kerry hajamaliza kuongea, simu yake ambayo ilikuwa kitandani iliita. Alitupa macho na kutazama ili apate kujua nani ambaye alikuwa anapiga. Kwa bahati nzuri ilikuwa ni namba ya Catherine. Na maana huyu mbwa hajakoma tu. Yaani mimi nimemkatia simu. Yaani kila muda nakata simu. Akipiga nakata. Muda wote sipokei, lakini bado anaendelea kunipigia. Ina maana ana akili au? Alifoka huko akisoma na akisogelea ile simu ambayo ilikuwa imeandika jina la wifi yake. Unasemaje? Kerry alifoka. Kaka anaumwa, anahitaji msaada wako, maana hata mimi sijisikii vizuri, Catherine alisema. Sauti yake ilionekana kama mtu ambaye alikuwa katika majuto. Alikuwa katika simanzi, lakini pia alikuwa na huzuni kubwa sana. Basi Kerry hata hakujali hilo. Ndo kwanza alibitua midomo yake kisha akamwambia, kaka yako alisema anataka kurudi kwa Dorika au sio? Au soyo? Aliniambia kabisa kwamba mara nyingi sana sijui nini, na mimi uzuri wake nilikuta meseji akiwa anaongea naye rudiani sijui nini. Labda uende kwa Dorika kwa kuna msaada. Hivi wifi, wewe ni kweli ambao unaongea na mimi hivi ama sio wewe? Wewe chizi kweli. Yaani kwa nini unaongea na nani? Si unaongea na mimi. Alafu mimi sio wifi yako mbwa wewe. Nendeni kwa Dorika sio kwangu. Sijui unanisikia vizuri. Alizungumza Kerry na kisha alimkatia simu. Maamuzi haya mabaya ndani ya moyo wake hakuwa na majuto nayo hata kidogo. Alijikuta akifurahia kile ambacho alikuwa akifanya, na hata mama yake naye aliunga mkono vizuri sana. Safi, hapa sasa mwanangu, hapa nimezaa. Unajua tunaingia kwenye nyumba kubwa kama ile, tena inakuwa kwetu. Yaani jamani, pale unafukuza wafanyakazi wote, alisema mama Kerry huko akigonga mikono na mtoto wake. Basi kama familia nyingine zinavyokuaga zina furaha pindi zikikamilisha jambo lao, ndivyo ambavyo ilikuwa furaha kwa familia hii. Walifurahia sana kile walichokuwa wanakifanya. Hawakujali wala kuzingatia maumivu ambayo Allen alikuwa akiyapitia, lakini kwa kuwa walishajua kwamba wao ndio ambao wangekuwa wasababishaji wa kila kitu, hakuwa na sababu yote ile ya kuumia. Mama, naomba nikuache, maana naona kama kanitumia kitu hapa sijaelewa. Ngoja kwanza nikaongelee vizuri, alisema Kerry huku akitazama simu yake. Wewe naye jamani, utulii. Yaani hata sijui unaenda wapi jamani. Badala ya kukaa hapa tukapanga namna siku mazishi tavyokuwa. Yaani jamani, tunalia kinafiki ujue. Mama Kerry alisema huku akigiza kulia. Basi binti yake ilibidi acheke sana, akamwambia mama, hiki ambacho ameniambia naona kimenisisimua akili yangu. Kerry alisema na kisha aliondoka. Aliondoka mahali pale kwenda kwa na ambaye alikuwa amemtumia ujumbe mfupi.
Sasa ni upande wa pili ambako tunamwona Ryan akiwa anaongea na Kathy. Kathy anamuuliza Ryan, mdogo wangu, unajua mimi nahisi kama msaada pekee ambao ninao hapa ni Marcus. Sasa kwa bahati mbaya naenda mpigie lakini hapokei simu, sijui nifanyaje. Alikuwa akiongea Kathy huku akimshirikisha binti yule. Pole Kathy, hata hivyo kaka inaonyesha naumia sana. Unajua njia pekee ni kuongea na daktari ili tujue jinsi gani ambavyo tunatakiwa kufanya, kama ni pesa ni kiasi gani, alisema Ryan. Najua ni kiasi kingi. Nimejaribu kuongea na mhasibu, amesema kwamba katika benki hakuna hela, maana yake kuna mtu kahamisha, na mimi nahisi kwamba ni Kerry. Kwa sababu mbona kabla ya jana waliwahi kuingia hivi, wewe uliona ugomvi wote kama jana hivi juzi? Aliuliza Catherine. Ryan sasa ikabidi asimulie maisha halisi na jinsi ambavyo pale nyumbani kwa anaishi. Alisimulia kuanzia siku ya kwanza Kerry anahamia hadi siku ya mwisho ile tukio la kuungua kwa Allen hiyo wakati anaondoka. Huenda alikuwa na kinyongo ndani ya moyo wake, lakini yote 9-10 ni kwamba tunatakiwa kumweka ndugu yetu sawa. Hebu ngoja kwanza niende kwa Marcus nitajua tunafanya nini, alisema Catherine, na kisha alinyanyuka na kuondoka huku akimwacha Ryan mahali pale. Safari yake ilitoa nyumbani kwa Marcus ambapo alifika na alisikia sauti kubwa ya muziki kutoka katika chumba chake. Sauti hii iliambatana na sauti ya maumivu kama yenye utamu hivi. Ilikuwa ni miguno ya kimahaba. Ilikuwa ikiendelea kusikika japo ilikuwa ni kwa mbali sana, lakini aliweza kuisikia. Catherine alijikuta anaanza kutetemeka miguu. Moyo wake ulipeleka mapigo yake mbio sana. Alitamani kuingia ndani haraka lakini alishindwa. Mwisho aliamua kugonga. Dakika moja mbele sauti ya muziki ilipunguzwa na kisha Warda alitoka nje huku akiwa na kanga moja ambayo alikuwa amejifunga katika eneo la kifua. Kijasho kilikuwa kinamtiririka. Ni wazi kwamba yeye ndo ambaye alikuwa anafanya shughuli ile nzito ambayo huwa inatumia nguvu nyingi. Kitendo cha Warda kufungua mlango na kumkuta ni Catherine, haraka alitaka kufunga mlango lakini alizuiliwa na Catherine ambaye aliingia ndani huku akiwa na hasira mno. Katika akili yake hakuna ambacho alikuwa anakiwaza zaidi ya kumua Warda ama kumua Marcus ambaye alikuwa kitandani akiwaangalia. Leo ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Catherine kukubali kuwa Warda alikuwa katika kitanda ambacho alikuwa akilalia kila siku alipokuwa akienda kwa Marcus. Kwa kuwa alimfanya Warda kuwa mtu wake wa karibu, basi alidhani kwamba huenda angemlindia mambo mengi sana katika maisha yake na kamwe asingethubutu kumwingilia katika penzi ambalo alikuwa analithamini mno. Akiwa na hasira, alimrukia Warda na kumng'ata meno katika eneo la shingo, lakini Marcus aliwahi na kumtoa. Kwa nini ufanye ujinga? Wewe chizi nini? Wewe una akili au? Marcus aliuliza kwa jazba mno. Hapana Marcus, mwache tu. Labda ni makosa yangu ndio maana hii inatokea. Mimi ndo ambaye nimekuruhusu kuingia katika maisha yangu, alisema Warda huku mkono mmoja ukiwa katika eneo la shingo ambalo lilikuwa limeanza kutoka na damu. Maneno yake yalimfanya hata Catherine apoze hasira. Alijikuta akimtazama Warda akamuuliza, Warda, mimi nikuchukulia kama rafiki yangu, mwandani wangu, mtu ambaye nilikwambia kila kitu. Kile ambacho kilikuwa kinatokea katika maisha yangu, mahusiano yangu na kila kitu, basi wewe ndio ambaye ulikuwa kwanza kabisa kukwambia. Nilikuja kwako kuomba ushauri, tena ulinishauri vizuri sana. Maneno haya alikuwa anaambatana na machozi wakati akiendelea kuzungumza na rafiki yake. Basi sura ya Warda ilikuwa ndogo kama punje ya mchanga. Alijikuta anajichukia yeye mwenyewe kwa kile ambacho alikuwa amekifanya. Kuingia katika mapenzi ya Marcus kulimwelemea na akajikuta amemsaliti rafiki yake ambaye ni muda mrefu sana. Aliona kabisa hatakiwi kusamehewa. Najua unapitia nini rafiki yangu. Mimi sikutaka nikufikishe huku au siku moja katika maisha yetu tufikie katika namna hii. Ila ningefanyaje kama Marcus ashasema kwamba nakupenda, akabadilisha upepo wa mapenzi kutoka kwako hadi kwangu. Akawa ananitoa out sometimes, tulikuwa tunaenda katika mazingira ambayo hata mimi mwenyewe sikutaraji kama ningeenda na Marcus, lakini ndio ilikuwa hivyo. Nisamehe tu rafiki yangu, alisema Warda, moyo wake uliendelea kubujika na maumivu ambayo yalitokana na kitendo cha usaliti wa yeye kumsaliti rafiki yake. Marcus kama mwanaume aliona kuwa na sababu ya kujirudi makosa yake, lakini kwa upande wa Catherine aliamua kusimamia msimamo wake kwamba kama ameweza kumsaliti basi hataweza kumsamehe. Warda, wewe ni rafiki yangu mzuri tu, na wewe Marcus, wewe ni mtu wa kwanza kabisa kwenye maisha yangu, si ndivyo? Lakini ukupaswa kuniumiza kama hivi. Umeniumiza sana, tena umeniumiza kipindi ambacho tayari unajua kwamba nina ujauzito wako. Anyways, asante kwa maisha ambayo umenichagulia. Sawa, kwaheri, alisema Kathy na kisha aliondoka mahali pale. Licha ya Marcus na Warda kujaribu kumzuia na kumtaka arudi, lakini ilikuwa ni ngumu mno kwake kukubali kwamba hili swala labda litabadilisha ukweli. Alikuwa amechukia sana na hawezi tena kurudi hata iwe vipi. Wazo lake lilimtuma kwenda katika gari
na kisha hapo angeamua ni wapi angekwenda. Akiwa katika gari alifikiria mambo mengi mno. Hivi nakuaje na kiumbe cha mwanaume ambaye haoni thamani ya upendo wangu kwake? Ni kipi ambacho Marcus amekosa katika maisha yangu? Ni kipi ambacho mimi nimekifanya kwa Warda? Ina maana upendo wangu kwao ndo nimewafanya wakawa karibu na haya ndo malipo ambayo amenipa? Maswali yake yalikosa majibu. Alijikuta akiwasha gari kwa hasira, mwendo ambao alitoka nao mahali pale haukuwa na mfano kabisa. Ilikuwa ni kasi kubwa mithili ya ndege ambayo ilikuwa inataka kutua hivi. Basi maskini Catherine hakutambua kwamba anaingia katika barabara kuu ambayo ilikuwa na magari mengi sana. Hatimaye alikutwa na gari kubwa ambalo lilimrudisha tena upande ambao alikuwa ametoka, huku gari yake ikipinduka na yeye akipinduliwa. Sasa watu waliokuwa pembeni haraka walikimbilia ili kwenda kutoa msaada, na walipofika vijana wa hovyo waliwahi vitu vya thamani tu kama simu, pochi, betri ya gari, pesa, na kisha hao waliondoka. Walikuwa wema walimpatia msaada na kumpeleka hospitali, lakini hali yake haikuwa nzuri kiukweli. Haya, tunarudi upande wa pili. Wakiwa sebuleni wanaangalia runinga, Mr. Solomon aliweka umakini wa kile alichokuwa nakitazama ambacho ilikuwa ni taarifa ya habari. Kila aliyekuwa mahali pale alijikuta anahamisha akili yake kutoka katika mazingira ya kawaida na hadi kwa mtangazaji. Basi taarifa habari ya kutwa ya nchi nzima ilikuwa ikisomwa na Laurencia Mwakiyama ambaye alikuwa ni msomaji nguli sana muda wote. Sauti yake iliyofanya kina Dorika, mama yake pamoja na Solomon King wapate kuendelea kumsikiliza. Mungu wangu, nilisikia tu kuhusu ya ajali. Sikufahamu nini hasa kilitokea, lakini unaambiwa mtu katolewa pale akiwa mahututi mno, alisema Solomon. Jamani, ona ambavyo ananyanyuliwa jamani. Mungu akiamua kutupa uhai tuishi nao vyema. Dorika naye aliungana na baba yake kihisia. Hakuna ambaye alifahamu kwamba yule alikuwa ni Catherine hadi pale ambapo picha yake pindi akiwa anapata ajali ilipojitokeza. Kitendo hicho cha kutokea kwa picha kulibadili mwelekeo wa mazungumzo. Nini? Na maana ni Catherine? Alitamaki Dorika. Si ndio yule ndugu wale nao? Aliuliza Madorika. Ndio wenyewe, hata sijui imekuwaje maskini. Ila sawa tu, maana alikuwa na roho mbaya kama nini, na sikuwahi hata kumpenda. Alipigana sana kuivunja ndoa yangu huyu mtu, yani kama anakufa na afe tu, Dorika alisema akionyesha chuki yake wazi tu. Kwa kweli jamani, huyu ni mtu kama watu wengine unajua. Naye mama Dorika alitaka kubadilisha mada na kuanza kumtetea Catherine, lakini alizuiwa na Dorika. Mama, mimi sitaki kusikia hayo mambo. Yaani hayo mambo mimi sitaki kusikia. Sio mtu ni mtu, sio gari ni gari nini. Alivyonifanyia vile, yaani huyu anastahili makubwa kuliko taya. Mpumbavu tu huyu, alisema Dorika, kisha aliondoka eneo lile na kuelekea chumbani kwake. Sasa ni upande wa pili ambapo Ryan alikuwa anaongea na Kerry, akamwambia kwamba kaka anaumwa, dada tena anaumwa sana, anahitaji msaada wako. Ilikuwa ni sauti ya Ryan mbele ya uso wa Kerry ambaye alikuwa amesimama mlangoni katika chumba cha mama yake. Kwa hiyo hapa ndo kituo cha misaada au? Kerry alijibu kwa kibetua midomo. Hapana, nimekosa msaada, naomba vaa roho ya binadamu kisha tumsaidie. Allen hayuko vizuri, hata hivyo Catherine naye amepata ajali, kwa hiyo hakuna mwingine wa kumsaidia zaidi yako, na kuomba wifi, alisema Ryan. Wakati anaongea maneno haya ndo ulikuwa wakati ambao machozi yalikuwa yakimtiririka kama maji. Alijikuta akilia huku akitaka msaada kwa mtu ambaye hakuwa tayari kabisa kumpa msaada. Hebu nisikilize mbwa, tena nisikilize vizuri haswa. Hivi sinakumbuka ile siku ambayo nilikuogesha maji ya moto, au umeshasahau? Siko hapa kwa ajili ya kutoa msaada. Najua ambacho nakifanya, naomba niondoke. Na wewe naomba utoke hapo, alisema Kerry, na kisha alimsukuma Ryan kwa nguvu, hali ambayo ilimfanya binti yule adondoke chini na yeye alifunga mlango. Ryan alikosa msaada. Hakuwa na cha kufanya zaidi ya kujikokota na kujiweka sawa, na kisha akili yake aliwaza wapi aende, labda ni sehemu gani nyingine anaweza kwenda kupata msaada. Hakuona eneo ambalo angeweza kupata huo msaada, na aliona ni Bernard tu ambaye anaweza kumsaidia. Kwa kuwa alikuwa anafahamu wapi Bernard anakaa, basi aliamua kufunga safari, labda huko angeweza kupata msaada. Sasa usiku uliendelea kumwambia Ryan kwamba yupo katika wakati mgumu sana. Taratibu alianza kupiga hatua ili aweze kujinasua. Mwendo ambao haukuwa kawaida uliongoza barabara, na kwa bahati mbaya mvua zikaanza kunyesha. Maamuzi mawili yalikuwa katika kichwa chake, huku uamuzi mmoja ndo ambalo lilikuwa sahihi. Kati ya kusimama hadi mvua ishe ndipo aanze safari, ama aondoke hata kabla mvua haijanyamaza. Bwana, mimi sijaagana naye, huenda ikanyesha siku nzima, acha niende tu, alijisemea moyoni, na akaingia tena barabarani. Moyo wa huruma kama walivyokuwa wanawake wengine, ndivyo ambavyo ulikuwa kwa Ryan. Alijikuta anakuwa na huruma huku akitaka kumsaidia Allen. Pamoja na Catherine pia alitaka kuwasaidia wote.
Alitembea huku akiwa ameongozana na wasiwasi mwingi sana. Alikuwa muoga pia, lakini kwake ilikuwa ni kama kwenda kwao ama mwenda kwao ambaye alikuwa haogopi chochote kile. Dakika 40 mbele alikuwa amefika nyumbani kwa Bernard. Aligonga mlango mara 10 na hatimaye mlango ulifunguliwa. "Kuna nini? Mbona umeloa hivyo?" aliuliza Bernard huku akimtazama Ryan. "Naomba msaada wako tafadhali, naomba msaada wako," alisema Ryan ambaye alipiga goti huku machozi yakimtoka. "Utakiwa kulia sasa, kuna nini?" "Kaka anaumwa, dada kagongwa na gari na yupo hospitali, yani wote hawa sijui." Alishindwa kuendelea kuongea vizuri, akajikuta binti anaanza kulia. Basi Bernard alijaribu kumuuliza kwa undani ili kujua kile ambacho alikuwa anakizungumza. Ni kama mtu ambaye alikuwa na maumivu hivi. Ryan alijikuta anashindwa kuelezea hali hiyo. "Nakuomba tafadhali, naomba unisaidie katika hili. Naomba unisaidie," alisema Ryan. Kitendo cha kutamka maneno haya huku machozi yakimdondoka kilianza kujenga hisia kwa Bernard. Alijikuta anajawa na moyo wa huruma, na kile ambacho kilikuwa kimetokea baina yake na Allen siku za nyuma aliweka pembeni sasa. Alichokuwa anahitaji ilikuwa ni kutoa msaada na si vinginevyo. "Hebu nisubirie hapo," alisema na kisha aliingia ndani. Basi Ryan alibaki akisubiri huku akiomba kwa Mungu Bernard asije akabadilisha msimamo wake. Aliendelea kudodosa vidole vyake na hatimaye Bernard alirudi akiwa na jacket ambalo alimpatia Ryan na walianza kuondoka eneo lile. Haya. Sasa ni upande wa pili ambapo tunamwona Carrie akiwa pamoja na mama yake ambapo anasema kwamba huyu kaja hapa nimemfukuza. Mimi yani nimemfukuza kama simjui. Ilikuwa ni sauti ya Carrie wakati anaongea na mama yake. Kicheko cha kinafiki kilikuwa mbele yake. Alifurahia kile ambacho alikuwa anakiongea. "Kwa hiyo Vika semaje au kwenda?" Mama yake aliuliza. "Nimeenda ila ninokutana nayo huko. Yamenichefua hata sijui kwa nini." "Yamekuchefua? Kwa nini sasa?" Basi swali hili lilimfanya Carrie kukaa kimya kidogo, na kisha alitoa simu yake na kujizea. Aliingia kwenye moja ya akaunti maarufu ya Instagram kwa ajili ya kuangalia umbea huku akitafuta bango mpaka alipoliona, na ndipo akarudisha umakini kwa mama yake. "Umeona hii?" alisema Carrie huku akimpatia simu mama yake. Mama Carrie alipokea simu, lakini kile ambacho alikuwa anakiona hakuamini macho yake kukutana na sura ya Bernard akiwa anadurika kwenye bango. Hasira zilizaliwa ghafla. Alijikuta akikunja ndita na kutamani kuipasua simu ile. "Ina maana hawa wanataka kuoana, si ndio?" aliuliza Makeri. "Ndio kama unavyoona mama, mimi mwenyewe nimeshangaa mno. Yaani hii nchi jamani, usipoingia Instagram basi unapitwa na kila kitu." Makubwa. Yaani mpaka siamini. Huyu si mtu na shemeji yake huyu. Ndio, tena walijifanya kupendana haswa maisha haya. Kumbe ushemeji huko anazimiana taa huko, alisema Kerry. Basi mkono mmoja ukiwa kiunoni, mwingine ukiwa umeshika simu. Mama Kerry alitazama picha ile mpaka alipotosheka na kisha alirudisha kwa Kerry. Afa akamwambia, "Kwa utafanyaje sasa? Na hakikisha kwamba unafunga ndoa na Larry kabla hawa, maana itakuwa ni aibu kama hao wakiona afu usiolewe." Mama, asawa ndoa yao nikishukuta unajua. Ila hebu tuone kwanza. Sio kuona, fanya hivyo, alisema Mama Kerry akiingia chumbani. Kerry alikuwa amebaki sebuleni na akawa amewasha TV ili kuangalia nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Ndani ya kichwa chake alibaki akitafakari kile ambacho alikuwa ameambiwa na mama yake. Alitafakari njia ipi ambayo ilikuwa ni nzuri kumshawishi Larry ili aweze kuona naye kwa haraka. Na hizi hapa natakiwa kumuua moja kwa moja huyu Allen. Ndio, natakiwa kufanya hivyo, vinginevyo nitakuwa nakwama, alijisemea ndani moyo wake. Au nitakuwa nakosea, ila hapana bwana. Sitakuwa nakosea, mimi niko sahihi. Ndio niko sahihi. Mimi namchukia sana Allen jamani. Hivi kwa nini lakini namchukia? Kwani hakuwa mwema kwangu au? Ili wazo la kuwa mwema kwangu hebu kwanza nilifute. Hebu toka bwana, ili kama nimeamua kumuua ili wazo hebu litoke kabisa kichwani kwangu. Yaani sitakiwa hata kumwangalia usoni. Aliendelea kutafakari hadi pale ambako kichwa chake kilichoka, akajikuta sasa akilala sebuleni. Sasa ni upande wa pili ambako Bernard anaulizwa na mpenzi wake kwamba uko wapi, akajibu kwamba niko hospitali. Alijibu bila kugugumizi, lakini kilikuwepo bado. "Unafanya nini huko? Nani anaumwa?" aliuliza. "Allen." "Ni Allen ndo anaumwa," alijibu akiamini kwamba hili lilikuwa jibu sahihi ambalo alipaswa kulitoa kwa wakati ule bila kufahamu kwamba ndo alizidi kutengeneza matatizo. "Unasemaje? Yaani huko hospitali kwa sababu Allen anaumwa? Yeye ni nani kwani? Huyu ni mtu ambaye alikufukuza kama mbwa ofisini kwake, tena akakupiga, afu leo umeenda hospitali kwa ajili yake? Hebu nisikilize, naomba urudi, naomba uondoke haraka hapo." "Yaani mimi sirudi, na maanisha nilichokisema, naomba uondoke," Lurika alisema na kisha alikata simu. Simu ilikatwa. Bernard alijikuta anashusha pumzi nzito sana na akatoa simu sikioni. Yaani aliona zake uvivu kweli kweli. Sasa alijikuta anakuwa katika wakati mgumu sana. Alifikiria kama akimwacha Ryan mwenyewe pale hospitali, nini kingetokea? Alimtazama binti yule ambaye alikuwa amekaa pembeni huku akiwa amejiinamia. Alihisi kwamba amechoka sana.
Mwili wake uliishiwa nguvu na machozi yalianza kumlenga. Haikuwa kusudio lake kutokumsaidia Allen, lakini ni simu ya Dorika ambayo iliharibu kila kitu. Kwa hatua za mtu mwenye mawazo na sio ambao amefumaniwa, alisogea hadi katika benchi na akaketi. "Kuna nini? Mbona umepoa sana?" aliuliza Ryan. Hamna kitu ambacho kinaendelea," alisema huku akitoa kitambaa katika mfuko wa suruali yake na kufuta machozi ambayo alikuwa ameanza kumtoka. Ryan alibaki kimya akimtazama Bernard. Moyoni mwake alishatambua kwamba kuna jambo ambalo lilikuwa linaendelea, lakini alishindwa kumwambia. "Kuna nini kinaendelea? Niambie ukweli, hata usiniongopee." Ryan alihitaji kuambia ukweli na alikuwa akisisitiza sasa. "Hapana bwana, hamna kitu. Kwani daktari amsemaje mara baada ya kuita?" Bernard alibadilisha mada. "Amesema bado wale anaendelea kuoza kwa ndani na ametaja gharama ambazo sijui wapi tutapata. Kiasi cha pesa ambacho amesema ni kikubwa mno. Yaani Catherine kabla ya kugongwa aliongea na mhasibu wa kampuni akaambia kwamba pesa zote zimehamishwa benki, kwa hivyo hakuna hata hela kule," alisema Ryan. Macho yake yalishindwa kuhimili maumivu ambayo alikuwa akipitia kwa wakati ule. Licha ya kujizuia asilie, lakini alijikuta akidondosha chozi. Afya ya Allen ilizidi kuwa mbaya kwake. Ilizidi kumuumiza na aliumia kiasi kwamba hadi moyo wake ulianza kuzidisha mapigo. "Usilie, haya yote ni majaribu ya Mungu. Allen atakuwa sawa." "Kaka, unajua wewe ndio msaada pekee kwangu." "Lakini wewe ni msaada pekee kwa Allen, kwa Catherine pia. Wewe ndio umebakia, mimi nakutegemea wewe. Ukisema kwamba utakutoa msaada, tambua kwamba umeondoka na uhai wa kila mmoja hapo. Umeondoka na uhai wa Allen, umeondoka na uhai wa Catherine pia," alizungumza Ryan huku machozi yakimdondoka kama maji. Basi kila neno ambalo lilikuwa likitoka katika kinywa chake iliambatana na vitu viwili. Kwanza ilikuwa ni machozi, lakini pili ilikuwa ni maumivu. Kwake aliamini kwamba msaada pekee ambao ulikuwa umebaki mbele yake alikuwa ni Bernard, na yeye ndo angemsaidia ili kuweza kuhakikisha kwamba anaweka watu wake kuwa sawa. "Sawa, nimekuelewa, lakini kwa sasa hivi naomba tupange jambo kama utakuwa upo tayari." "Hili pilo, hebu ngoja nikunong'oneze." Bernard alisogeza mdomo wake hadi katika sikio la Ryan na kisha akamwambia jambo zaidi ya dakika 5 hivi. Yalikuwa ni mazungumzo ambayo hakuna ambaye alisikia zaidi ya wao wote wawili. Kwa hiyo kwa sasa hivi nani ambaye atakuwa anaangalia sasa?" aliuliza Ryan mara baada ya kunong'oneza. "I'll be there for kila kitu. Nitawajibika kwa kila kitu, ila ni kwa mgongo wako wewe. Nakaribia katika ndoa, kwa hivyo take care. Nikikamilisha ambacho ninakihitaji, nitarudi na nitafanya kila kitu," Bernard alisema na kisha alinyanyuka katika bench. Mkono wake wa kuume uliingia katika mfuko wa suruali yake na akatoa wallet na kuchomoa misimbazi 20 hivi ambayo ilikuwa inang'aa mno. "Akambezi 200 zitasimama hadi siku ya ndoa. Na namba ya daktari nitakuwa naongea naye na kila kitu kuhusu matibabu kitakuwa chini yangu, kwa hivyo usijali," alisema Bernard. Akamkabidhi kiasi cha pesa Ryan na kisha huyo aliondoka mahali pale huku akimwacha Ryan akiwa anafuta machozi. Sasa siku moja ilikuwa imebakia ili kuingia katika siku kubwa yenye kila aina ya furaha kwa familia ya Dorika pamoja na Allen. Siku ambayo Dorika angeingia katika ndoa kwa mara ya pili. Bado afya ya Allen ilikuwa sio nzuri. Ni Bernard ambaye alikuwa akihudumia bila hata kwenda hospitali. Alienda kufanya hivi akijua kwamba kwenda hospitali kungezidisha kuhatarisha ndoa yake ambayo ilikuwa inakaribia kutokana na kukatazwa na Dorika. Basi wakiwa kama watu ambao wanataka kuwa mwili mmoja, siku moja ambayo ilikuwa inafuatia, walijikuta wakipanga mambo mengi sana. Wakiwa sebuleni kwa Mr. Solomon King, mazungumzo yalikuwa yakiendelea. "Kesho ndio ile siku ambayo wote hapa tulikuwa tukisubiri, si ndio?" alisema Solomon King wakimtazama Bernard ambaye alikuwa makini sana kumsikiliza. "Yes daddy, ni kesho na mwaji mwenyewe ndio huyo hapa, sijui hata au mna chochote cha kumwambia," Dorika alisema na kisha aliegemeza kichwa chake katika kifua cha Bernard. Cha kumwambia kipo, sababu he's a human being. Yeye ni binadamu na kuna muda anahitajika kukumbushwa vitu. Naomba umpende Dorika kama ambavyo yeye anakupenda," aliweka kituo Mr. Solomon King. Hilo ondoa shaka mzee. Nampenda mara mbili vile ambavyo ananipenda na nitamtunza sana. Nitatunza tabasamu." Basi kabla hajamaliza kuongea, kwenye simu yake iliingia ujumbe mfupi. Alilazimika kusimamisha kile ambacho alikuwa anaongea, akarudisha macho katika simu. Alikutana na meseji ndefu sana kutoka kwa Tana. Kwanza alishangaa, kwa nini Tana alikuwa amemtumia meseji ndefu kiasi kile? Ilibidi sasa aombe ruhusa ili kwenda kuongea na simu nje. "Napigiwa na mshenga, samani," alisema akinyanyuka. Dorika alihisi jambo lakini hakutaka kulipa umakini mkubwa sana. Badala yake alikaa vizuri huku akirudisha mazungumzo kama ilivyokuwa mwanzo. "Jamani, ex hao wanarudigi tukiendelea kuwa na maisha mazuri. Hivi kwa nini jamani, huyu Tana ametokea wapi sasa?"
Basi alitoka na akaongea kwenye simu, akamwambia hivi, kwa nini unanitumia message ndefu kama hii tena unajilalamisha? Wewe lengo lako nini katika maisha yangu Yaani wewe kuondoka suliondoka mwenyewe, mimi nilikwambia uondoke. Ben, wewe unanichekesha kweli. Nani ambaye alikwambia kama mimi nimeondoka katika maisha yako? Nani ambaye alisema kuwa nimetoka kwako? Listen, kama message inavyosema ni kwamba hivi, kesho pale kanisani na mimi nitakuepo na hakuna ndoa ambayo itafungwa. Niamini mimi. Mimi ndio ambaye nitafunga ndoa na wewe. Tana. Nimekuita mara 3. Kukuthamini na kuheshimu, please, kama uliamua kwenda, naomba uende na usirudi. Naomba unielewe vizuri. Nimeshasema kwamba sitaki unione kama mimi ni mbaya, alisema Bernard, na kisha alikata simu. Alijikuta akijawa na hasira huku wasiwasi ukiwa nyuma yake. Hakutambua dhumuni la Tana kurudi katika maisha yake, tena akisisitiza kwamba endapo akifunga ndoa basi hakuna ambacho kitaendelea. Basi alirudi ndani na kila mmoja alifahamu muonekano wake hakuwa kama mwanzo. Dorika alikuwa kwanza kugundua hilo, akauliza, "Kuna nini? Mbona umepoa sana?" "Hapana, niko sawa. Tuendelee." "Kwani tulikuwa tumeishi wapi?" Bernard alijifanya kizuga hivi. Sawa, kama ni hivyo lakini hakuna shida. Hebu tuendelee," baba alisema. Basi Dorika alisema pia, na maongezi ilirudia tena kama walivyokuwa wanazungumza mwanzo. Sasa ni upande wa pili ambako tunamwona Kerry akizungumza na Tana. Akamwambia kwamba nimekutafuta wewe kwa sababu najua unaweza kufanya kitu. Hiyo $5,000,000 ambayo nimekupa, ukifanikiwa kupiga kelele pale kanisani na kutia fujo, yani na wewe uwe na share yako ambayo uko full, yani unapata $10,000,000 ambazo zimebaki. Ilikuwa ni sauti ya Kerry akizungumza na Tana wakati akiwa amekaa kwenye moja hoteli ambayo ilikuwa ni kubwa sana pembezoni mwa bahari. "Mapenzi yangu kwa Bernard yaliama tangu nisikie kwamba alikutongoza, na nafanya hii kwa sababu tu umeweka hela mezani, ila niisha panga ni muache maisha yake yote aamue kile ambacho yeye anataka kukifanya." Tana alijibu na kisha alichukua pombe na kunywa kidogo. Basi mwili wake ulipopata pombe, mawazo mengine chanya ya kile ambacho alikuwa anakiongea yalizidi kuongezeka. Akajikuta anakuwa mshauri wa tukio hilo ambalo alikuwa anaenda kulifanya siku inayofuata. "Kwa hiyo kazi yangu itakuwa ni hiyo tu, kuna nyingine?" Tana aliuliza. "Yes, hakutakuwa na nyingine zaidi ya hiyo. Wewe nenda pale, tia fujo, ongea unavyojua, jifanye kwamba wewe ndio mwanamke wake wa zamani ambaye mlipanga kila kitu. Kwa kuwa amekutana na mwanamke ambaye ana hela, basi ameamua kukimbia. Naamini kila mmoja ambaye atakuwa katika eneo lile lazima kuamini," alisema Kerry. Basi Kerry aliamua kabisa kuvunja na kuharibu mahusiano ya Dorika na Bernard. Lakini kufanikisha hili, aliamua kumtumia Tana ambaye walikubaliana kwamba atamlipa $15,000,000 huku akimpa kwanza $5,000,000. Baada ya zoezi kukamilika angelipa $10,000,000. Huu ulikuwa ni wivu, chuki, lakini pia fitna ndio ambavyo vilikuwa nyuma ya Kerry. Hakupenda kumuona Bernard wala Dorika wanaanza kuoana kabla yake na Larry. Mpango huu wote ulikuwa kuvunja ndoa ya Dorika na ulikuwa ukiratibiwa na kuendesha na mama yake ambaye alisuka kila kitu, kuanzia mtu wa kutengeneza tukio hadi ramani ya tukio ambavyo litakuwa linaenda. Haya, sasa ni siku ya sherehe. Jua lilikuwa linawachoma watu ambao walikuwa kanisani wakiendelea na ibada. Hakuna ambaye alilipa uhalisi jua lile, badala yake kila mmoja alikuwa akisali na kumomba Mungu. Waumini mbalimbali walifika katika kanisa la St. Peter kwa lengo ambayo ilikuwa ni mawili tu na kama si moja. Kwanza ilikuwa ni kufanya ibada ya Jumapili kama ilivyokuwa kawaida yao, lakini pili ilikuwa ni kukamilisha tukio la ndoa ambayo ingefungwa muda mchache baada ya ibada kukamilika. Basi Dorika na familia yake walikuwa wamekaa sehemu moja huku wakiweka tabasamu, na upande wa pili kulikuwa na kina Bernard ambao walivalia haswa na kupendeza. Muda wote Dorika alihakikisha kwamba anatupia jicho kwa Bernard ili kuona jinsi gani alikuwa mpendeza. Kila alivyokuwa akimtazama ndivyo ambavyo alikuwa akiweka tabasamu katika uso wake. Alifurahia kuona anaingia katika ndoa kwa mara ya pili na mtu ambaye alimkabidhi moyo wake ghafla, lakini tayari wamefikia hatua kubwa kabisa ya mahusiano. Inasemekana Tana anakuja hapa. Ilikuwa ni sauti ya mpambe akimnong'oneza Bernard. "Najua na tayari nimeshaandaa watu wangu, kwa hivyo ili nishazungumza na Inspector Kelvin kuhusu hilo swala, kwa hiyo anafahamu kila kitu na atamkamata hata kabla ya kufika hapa," alijibu Bernard. "Sio kwa nini anafanya hivi?" aliuliza tena mpambe akipeleka macho katika mlango. "Unajua tuhitaji kulifanya hili kuwa tatizo, yani mpaka lianze kuwa kubwa. Kuna mengine makubwa lakini hatuyapi nafasi. Kwa nini ni dogo tu? Hebu tuzungumzie sana kuhusu ndoa yangu. Inatakiwa ipite salama," alisema Bernard akitoa kitambaa na kujifuta kijasho ambacho kilikuwa kinamtoka kiukweli. Taarifa kwamba mahali pale muda mfupi ujao huenda Tana angetokea kwake haikuwa na maana yoyote. Yeye alisikiliza kwa sikio la kulia na kisha akatoa kwa upande wa kushoto bila kuruhusu ubongo wake kuchakata vizuri akili yake. Anacheza mchezo wa kitoto mno. "And if I'll pass on this, nitahakikisha kila aliyehusika basi anageuka kuwa mwanga wangu, yani watanitambua,"
Bernard alikuwa akijiapiza hili katika moyo wake. Basi dakika 30 mbele, tukio kubwa la kumsifu Mungu na kumtukuza kwa uumbaji wake lilikuwa limeanza rasmi, na kila mmoja alikuwa makini sana kuwatazama watumishi wa Mungu ambao walikuwa wameamua kuunganisha miili yao. Sasa unaambiwa kwamba kamera zilianza kufanya kazi na kila mmoja alishika simu yake huku akimulika na kuwakwatua wanandoa wale wapya ambao walisimamisha taifa kwa muda. Tukio la ndoa yao lilikuwa likionyeshwa moja kwa moja katika kituo kikubwa cha runinga nchini. Kwa hivyo kila aliyekosa kuhudhuria kanisani alitamani kuwepo pale, basi ilibidi akae nyumbani kwake na kushuhudia harusi ile. Wakati tukio likiwa linaendelea, kuna sauti ya mwanamke kwa nje ilikuwa ikisikika, lakini hakuwa mwingine, ilikuwa ni Tana ambaye alikuwa mahali pale akiwa na Shera, huku pia akitupa matusi ya nguoni kwa kulalamika kwamba Bernard kwa nini alikuwa amemwacha. Sasa kila mmoja aliacha kutazama upande kina Bernard, macho yao yalitua kwa Tana. Waliona akiwa kama mwanamke ambaye amechanganyikiwa na anafahamu mengi kuhusu Bernard. Ben, ina maana hii ndio ahadi ambayo uliniahidi siku ambayo ulikuwa unanitoa bikra pale ndani kwako? Kipi hasa ambacho nimekosa ndio nifanyie hivi? Ni kipi? Hebu niambie basi. Au alisema Tana huko machozi yakimtoka, akijifanya anashindwa hata kumalizia kauli yake. Bernard alitoa macho akiwaza ndani ya kichwa chake juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Alikumbuka kuhusu kuongea na inspector kwamba kuna mtu ambaye angefika pale, lakini kwa bahati mbaya au nzuri anamuona, na ni wazi kwamba inspector kufanyia kazi majukumu ambayo alipewa. Samahani mchungaji, alisema mama mmoja ambaye alikaa nyuma kabisa na wote walimgeukia apate kumsikiliza. Alikuwa ni mwanamke mrefu mwenye mvi kichwani, ni dhahiri kwamba alikula chumvi nyingi na ujana wake anaufahamu vizuri sana. Bila samahani, mchungaji alitoa ruksa kwa sauti ya upole. Mama alipoona mpewa ruksa ya kuongea, aliamua kupiga todi mbele ya kanisa, akasimama karibu kabisa na Bernard akasema, ndoa hii itakuwa na baraka tele. Alafu ninyi ambao mmemshikilia huyo binti, naombeni muacheni kwanza, alisema, na sauti yake ilipenya katika kila sikio la mtu mmoja ambaye alikuwa pale ndani. Hata wale ambao walikuwa wamemshikilia Tana ilibidi sasa wamwachie. Hakuna alifahamu lengo la dhumuni la yule mama kuomba kuzungumza mbele ya kanisa. Kila mmoja alibaki nje panda, huku wengi wakimtazama Tana ambaye aliachiwa na kuanza kupiga tu kuelekea katika eneo ambalo Bernard alikuwepo. Unaonekana binti mrembo sana, tena sana tu kuliko hata huyo ambaye anaolewa, alisema yule mama huku akianza kumchambua Tana. Watu wote walibaki kimya, ingawa vichwani mwao walikuwa wakizungumza kwa Mungu, huku akiomba kwamba kama inawezekana basi muuaji ahoe na maisha mengine yaendelee. Kwa jinsi ambavyo unaonekana binti, wewe ukuwa mtu kukosa ndoa huko nje. By the way, naitwa Anna Id. Mwaka mmoja uliopita nilikuwa katika eneo hili kushuhudia ndoa kati ya huyu binti na mwanaume ambaye alikuwa anaitwa Allen. Alikaa kimya yule mwanamke huko akijitambulisha kwa jina la Anna Id. Kimya hiki kiliwameza waumini wote, na ndani ya vichwa vyao waliendelea kustaajabu ya Musa kama si ya Firauni. Ndio, nilikuwa hapa. Tena nilikaa na binti ambaye alikuwa mbele yangu. Binti yule niliona akidondosha machozi. Kipindi ambacho ndoa ilikuwa ikifungwa alikuwa akilia, na moja kwa moja ndani ya moyo wangu nilifahamu kwamba hakuna ndoa ambayo itaendelea kati ya wanandoa ambao walikuwa wakifunga ndoa ile, kwa sababu nyuma yao kulikuwa na machozi. Yaani mmoja kati ya wale wanandoa moyo wake ulikuwa pembeni, lakini akaweka kitumo na mama huyu, kisha akamtazama Tana kwa hasira kidogo, akaendelea, huyu leo ambaye yuko hapa inaonyesha kabisa kwamba hana ambalo analifahamu. Ndio, ulikuwa na huyu ambaye tunamuona hapa akioa, lakini kama akisema kwamba ataje mapungufu yako, nadhani kwamba utaaibika binti. Sasa binti, sikia, aliweka kitu kingine. Tana alianza kumshuka ghafla. Matarajio yake kile ambacho amekutana nacho vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Hakuamini kama kungetokea mtu wa nje tena kanisani pale ambaye angeweza kuzungumza na kumpunguzia ile kasi ya kile kitu ambacho alikuwa amekuja kufanya. Dunia tunaongozwa na kitu kimoja tu, kinaitwa karma. Hiki kitu ni kikubwa sana, na kama nikisema nikielezea hapa basi nahisi utakosa nafasi katika kila kitu. Sasa naomba nitoe hii karatasi hapa ambayo huwa natembea nayo kila siku. Kuna mtu aliye kunipa, naye pia alipewa, na mimi pia nitawapa wale wenye uhitaji, alisema Anaidi, na kisha alitoa karatasi ambayo ilikuwa kwenye chini ya maeneo ya matiti yake. Masikio yote yalikuwa tayari kuwasikiliza na kile ambacho kingesoma na Anaidi katika karatasi ile ambayo alikuwa ameishika mkononi, na yeye bila hata kusubiri akaanza kuisoma. The power of karma ndio hukumu pekee ya haki kamili hapa duniani. Utahukumiwa kwa matendo yako.
Sio mara moja au mara mbili umewahi kusikia mtu akitendewa jambo baya anasema namwachia Mungu, au neno malipo ni hapa duniani. Likitokea jambo zuri watu wote hufurahi na kumshukuru Mungu, au likitokea jambo lolote baya watu hufarijana na kusema kwamba hiyo ni kazi ya Mungu, haina makosa. Natumaini mmewahi kusikia kuwa kuna watu wenye bahati, familia zenye bahati, wamebarikiwa, wamesoma na wote wana kazi nzuri, na kuna watu familia yenye mikosi, wamelaaniwa, wameandamwa na majanga, mikosi na kila kitu. Au ni nini ambacho huwa kinampata mtu ambaye ameachiwa kitu ambacho kinaitwa laana? Hakuna kitu chochote ambacho ni kipya chini ya jua. Hakuna bahati nzuri wala bahati mbaya. Hakuna jambo lolote ambalo linatokea kwa kutokea tu, au kwamba limetokea ghafla tu, au kwa bahati mbaya tu, au ni just a coincidence. Sio kweli. Jambo kubwa linatokea kwa sababu na linakuwa liko na destiny ya kutokea. Na hivyo ndivyo ambavyo lilivyotokea. Yaani kila kitu kimekuja kama ambavyo kilikuwa. Yaani everything is a premeditated move caused by cause and effects by our actions and inactions. Je, ni nguvu gani ambayo inafanya watu wengine wafanikiwe na mambo yao kwenda vizuri huku wengine wakikwama na kuandamwa na mikosi, majanga, mabalaa na kuishi kwenye maisha duni ya umaskini? Yaani huku wakiwa wanaandamwa na majanga, visa na mikasa lukuki kila siku. Hizi ni power ambazo zinatumika kwenye cause and effects. Hizi ndizo ambazo zinaitwa power of karma, yani what goes around comes around. Mambo yote haya hufanywa kwa kupitia nguvu zinazoitwa universal laws, ambazo zinatumia zile kanuni 3 za Newton's laws of motion. Kanuni ya kwanza ya karma ni the first Newton's law of motion. Newton's first law states of motion inasema kwamba every object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force. Lakini ile law ya 3 inasema kwamba for every action or force in nature there is an equal and opposite reaction. Sasa kanuni hii ni kuwa kila kitu kitaendelea kuwa hivyo kilivyo hadi nguvu nyingine ije kukibadilisha. Yaani kama kitu kimesimama kitasimama hivyo hadi nguvu nyingine ije kukihamasisha ama kukihamisha. Au kikiwa kwenye motion kitaendelea kwenda nje hadi nguvu nyingine ije kukisimamisha. Every object in a state of uniform motion tends to remain in that state of motion unless an external force is applied to it. Kanuni ya pili ya karma ni second Newton laws of motion, ambayo inasema the second law states that the acceleration of an object is dependent upon 2 variables, the net force acting upon the object and the mass of the object. Na hii ndo kanuni ya mafanikio katika kila jambo ambalo unalitenda hadi mafanikio ya kimaisha. Kufundisha kuwa ili kupata mafanikio katika jambo lolote yategemea nguvu ambayo unaitumia katika kutekeleza jambo hilo. Ukifanya kazi kwa bidii au kwa kutumia nguvu kubwa utapata mafanikio. Kanuni ya 3 ya karma, the third Newton's law of motion. Hii ni kanuni ya 3 ya kila nguvu itakayotumika kuhakikisha hicho kitu kuna nguvu nyingine ya pili ambayo pia inatengenezwa kukivuta kipande upande tofauti, na hiyo nguvu inatumika for every reaction there is an equal and opposite reaction. This is a law cause and effects. Kwa hivyo msingi wa hoja hiyo ndo hizo nguvu zinazotumika kufanya kila kinachotokea duniani kwenye maisha ya kila binadamu na ulimwenguni kwa ujumla zikiitwa cosmic forces. Yani binadamu tumeumbwa kwa mwili wa nyama na damu yake miminika, yani wenyewe wanasema yin na yang. Na sehemu kubwa ya mwili wake ni maji, lakini kitu kikubwa binadamu alichoumbwa nacho ni roho, yani spirit, uhai, na hii roho yenye uhai imeumbwa na power. Na ndio hiyo nguvu ambayo iko responsible kwa kila kitu kuanzia uhai hadi kila kitu ambacho kinamtokea binadamu. Na hivyo vinasababishwa na nguvu hizi ambazo ziko ndani ya kila binadamu ambazo zinaitwa nature. Wafanya miujiza wa uponyaji wanatumia nguvu zao kuhamishia nguvu zako na ndizo ambazo zinakuponya. Wachungaji wote na imani za wokovu, walokole wanaojitapa kwamba sijui wana nguvu ya uponyaji, au waganga kienyeji, wa tiba asilia, tiba mbadala, wanaotibu kwa kutumia tiba imani, zile zinaitwa faith healings, wanatumia hizi power zao na kuzihamisha tu. Yani wanahamisha nguvu hizo ambazo ziko ndani yako. Yani kila mtu kuna hizo nguvu zake ambazo anazo, ambazo zikiamshwa ndo zitatenda miujiza ya uponyaji na mtu kujiponya mwenyewe bila hata kujua, huku akiamini kwamba ni mchungaji au mganga ndo ambaye amemponyesha. Sasa kinachokuponya ni imani yako, na ndo hiyo ambayo ina nguvu ya uponyaji na sio mganga na
sio jina lolote. Wachungaji wana majina yao ambao wanatumia kutokana na kuamini milango ya nguvu ambazo ziko huko, lakini kiukweli kinachokuponya ni nguvu zako na sio mchungaji. Lakini Mungu yuko juu mbinguni, lakini Mungu yupo kote hadi ndani yako. Wengi wanaomba Mungu na kutazama juu kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo wengi tumeaminishwa na kuambiwa kwamba hizi dini za wazungu na Waarabu kwamba Mungu uko juu mbinguni, peponi, ahera, mawinguni na kadhalika. Kitu ambacho kila mtu kimekaa kwenye imani yake. Sasa dunia ni dunia mbili, physical worlds, ulimwengu wa mwili, na spiritual worlds. Ulimwengu wa roho ni hii dunia ambayo tupo, japo inaonekana kama ni dunia au ulimwengu mmoja, lakini sio dunia moja wala ulimwengu mmoja, bali ni dunia mbili. Dunia hii au ulimwengu huu wa kifizikali, yani physical world, wenye vitu vya kuonekana, watu, ardhi, wanyama, mimea, milima, mabonde, bahari, mito, maji, hewa na kadhalika. Lakini pia kuna dunia au ulimwengu mwingine ambao ni spiritual world. Ulimwengu huu ni wa kiroho ambao hauonekani kwa macho ya mwili bali kwa macho ya roho. Huko sasa ndo mbinguni. Ulimwengu huo ndo mbingu kwa Mungu, na huko zinaishi roho tu, yani spirit, ambazo ni nzuri pamoja na mbaya. Huko ndiko mbinguni kwa Mungu ambako pia ni kuna moto kwa shetani. Kwa hivyo ukweli wa Mungu na ukweli kwamba yuko mbinguni au hayuko mbinguni, yuko mawinguni au wapi, motoni, duniani, ama hapa tulipo, inategemeana na state ya kiumbe kilivyo. Ukiwa kwenye physical state au fresh state, mwili wako, wanyama kama ulivyo, then utajiona kama uko duniani ndani ya physical worlds, na mbinguni tunaelekezwa ni juu. Lakini tukichange state into spirit, then ndo tunajiona tuko mbinguni, peponi au motoni. Lakini Mungu wa kweli ni omnipresent, yani yuko popote na kila mahali, na si mbinguni tu. Na kitu ambacho dini nyingi hazifundishi ni kuwa Mungu wa kweli yuko ndani yako, yani ndani ya wewe. Binadamu wameumbwa kwa sehemu mbili, body, mwili na spirit. Roho kama ilivyo dunia ina sehemu mbili za ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Binadamu naye ana sehemu mbili, ule wa mwili wa nyama ulioumbwa kwa udongo, lakini mwili huu ndo ambao unakufa, kuoza na kurudi mavumbini. Lakini mwili wa roho uliumbwa na ile pumzi ya uhai wa binadamu ambao amepuliziwa na Mungu na kupata uhai, yani ile life force. Mwili ule haufi, unaishi milele. Kwa hivyo huko mbinguni na motoni, mwili wako ambao unakwenda ni ule mwili wa roho, lakini mwili wa nyama ni kasha tu. Ukisha kufa, zile taratibu za mazishi, sijui jeneza, kaburi, siku hizi hadi makaburi ya marumaru, lakini lengo waga ni kukuhifadhi vizuri tu. Haya yote ni kujifurahisha tu na kufurahisha nafsi zetu. Mwili huu wa nyama ukisha kufa ndo kwisha habari yake, unaenda kugeuka mavumbi. Na hapo sasa naomba nisikosee heshima maiti yote ile binadamu. Jamani, ni Sam Dafuri huyo anasema, sio mimi. Anasema naomba nisiseme kile ambacho kinatokea huu mwili baada ya kuzikwa. Kwa sababu watu wangu wanapata fursa kuona mwili huko kaburini ambacho kinatokea. Watu wengi wangeopti kwa ajili ya cremation na sio ile mazishi ambayo tunafanya. Sasa subject matter ya andiko hili ni zile power za Mungu ambazo ziko ndani yetu, na ndizo ambazo ziko responsible kwa kila kitu ambacho kinatokea kwa kila kiumbe hapa duniani, wakiwemo binadamu, na hizo ndo ambazo zinaitwa karma. Binadamu ana power ambazo ni responsible kwa kila kitu. Kupitia nguvu hizi za Mungu ambazo ziko ndani yetu, binadamu ampewa utashi wa kuamua kuchagua au atende matendo mema, atende mabaya, maovu. Akitenda mema, ile nguvu inatengeneza kitu ambacho kinaitwa positive energy. Kwa hivyo kila jema ambalo unatenda au kulitoa ndani yake, jema hili linatengeneza positive energy ambayo inatoka ndani yake na kuwafikia wengine. Hiyo nguvu ya matendo mema ambayo utatenda inafuata ile kanuni ya Newton kwa reproduce equal and opposite positive energy, ambayo itavurumishwa kutoka kila upande ambao umepeleka wema na kukuzalishia wema kutoka kila upande na kukurudia wewe. Kwa hivyo wema huu utakurudia kwa nguvu maradufu ya ule ambao ulipeleka wewe. Na hapa sasa ndio inapotumika kanuni ya 3 ya Newton ambayo tunasema ule wema uliofanya utalipwa maradufu na utakurudia wewe na kizazi chako kutegemeana na ukubwa wa wema wenyewe. The relationship between an object mass, its acceleration and applied force. F is equal to F is equal to ma. Acceleration and force are vectors. In this law, the direction of the force vectors is the same as the direction of acceleration vector. Kila mtenda mema hulipwa kwa karma, na mema ni maradufu. Na hapo ndipo inapokuja hoja, kila mtenda wema atalipwa mema na kila mtenda ubaya au maovu atalipwa ubaya au uovu au malipo. Na haya malipo hufanyika hapa pa duniani, ila malipo huwa ni maradufu ya wema ambao umeutenda au uovu ambao umeufanya. Na hii ndo hiyo ambayo tunaita karma. What goes around
comes around. Mfano sasa, wewe sio lazima uwe tajiri au uwe umejaliwa kuwa na uwezo japo kidogo, lakini kwa kutumia uwezo huu ambao unao ukasaidia maskini. Mfano, kuna maskini amelala na njaa kwa muda wa siku 3, ikapita siku ya 4 bila kupata chochote. Maskini huyo atakufa njaa. Wewe ukampa maskini yule 500, akanunua mkate wa 100, akala na maji ya vichochoroni, akala na kuendelea kuishi kwa siku 5 zaidi. Ile 500 yako umeitendea wema mkubwa sana na umeokoa maisha ya maskini yule. Kwa hivyo positive energy ambayo itakurudia wewe sio tena 500 ulotoa, bali ni 500 mara 500 sawa na thamani ya ile life ambayo umesave. Kwa hivyo wema utakao kurudia ni wema wa mamilioni. Muujiza wa pesa uitao money mystic. Kwenye mambo ya pesa, hii kitu inaitwa money mystic. The more you spend, the more you get. Ila hiyo spending iwaguse the need ambao watatoa big and huge positive energy. Ndio maana from time to time tunashuhudia matajiri wa Kihindi na Kiarabu wanaojua the power of karma wakiwafurahisha watu maskini siku nzima, kisha wanawapa mgao wa 10,000 some specific days, siku ya Ijumaa na hasa kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, au kuwafuturisha watu maskini, yatima, etc. Wanatengeneza hii positive energy ambayo wema wake hurudi maradufu zaidi. Hii pia inasababisha wale maskini ambao mnawaona mjini hasa omba kuwashawishi kwa sababu wanapata. Kanuni hii pia hutumiwa na matajiri ambao wanaitwa philanthropists kumultiply utajiri wao. Kwa hivyo msiwashangae matajiri kuendelea kuwa matajiri, sababu huwa wana spend bilioni sasa misaada kwa ufadhili wa timu za soko au kufadhili misikiti, huku wakifanya kazi wakilipwa kiduchu, kwa wakati mwingine kukosa hata mishahara on time. Kila mtenda ubaya ulipwa karma, na uzuri wa karma ni kama reversible. Yani ukifanya ubaya unaweza kuupindua ubaya huo ukawa wema na ukaepuka adhabu kabisa ya karma. Ila pia kwa kujitambua, ukifanya jambo baya ukaomba msamaha kabla hata karma haijaanza kukushughulikia, unaweza kureverse bad karma isikutokee, au hata kuizuia kabisa kwa kufanya mema mengi zaidi kuliko uovu ambao umekufanya. Hii inaitwa kuireverse karma. Hivyo mtu muuaji akibaini kosa lake na kujutia na kisha akatembea na fuko la fedha kuwagawia mayatima maskini, adhabu ya karma ya uovu wake inapinduliwa kwa mema yake na anabarikiwa. Maana yake anakwenda kufuta yale makosa ambayo ameyafanya na anatumia wema ili kufuta ile makosa ambayo alikuwa ameyafanya, na mwisho anakuwa amebarikiwa. Basi yule mwanamama ambaye alikuwa ni Anna Ed aliweka kituo kikubwa hapa akiwa amezungumzia kwa undani sana kwani karma maana yake nini. Mara nyingi tunasema karma lakini hatujui ni nini, na huo ndio ulikuwa ufafanuzi wake ambao uko chini ya mwandishi wetu Sam Darfur. Sasa wakati ule Tana alijikuta kitoko na machozi kwa kile ambacho alikuwa amekisikia. Uso wake alinamisha chini na kisha akasema, jamani, mimi nisameni sana Dorika pamoja na Bernard. Mimi nilikuwa nimetumwa kuja kuvunja hii ndoa, lakini basi acha tu niondoke, naomba niondoke. Alishindwa hata kumtaja mtu ambaye alikuwa amemtuma, badala yake aliamua kuondoka mahali pale. Ni wazi na ni dhahiri shairi kwamba maneno ambayo alikuwa ameongea na mama yule Anna Ed ambaye hatujui ni wapi litokea na ilikuwaje mpaka amejua harusi ya Dorika ambayo ilipita, yalimuumiza sana binti Tana, na akaona kuliko hiyo karma ikaja kumjia kwenye mambo yasiyomhusu ni bora akayaaga mashindano mapema kabisa. Wewe unasemaje msikilizaji, umeelewa maana ya karma? Na vipi kuhusu wewe msikilizaji, unaamini kwamba karma yako itakwenda kuwaje? Unahakika kwamba uovu wako umeshaulipia kwa kufanya mambo mema? Kama hujalipia basi hujachelewa. Mwandishi anatukumbusha kwamba maovu ambayo umeyafanya, kama unayajutia, unayakiri, pia unaweza kuyatubu na kuanza kuwa mtu mwema ili kupunguza tu ile karma yako ambayo ni mbaya imeandaliwa. Sam Darfur anakuambia karma nzuri italetwa kwa uzuri zaidi, na karma ile mbaya ambayo unaifanya sasa hivi, matendo yako na nini, karma itakuja kujibu kwa vile ambavyo matendo yako yalikuwa yakifanyika. Sawa bwana, binti aliondoka kanisani pale, na ndipo ambapo tunakwenda kuifunga sehemu ya 6 ya simulizi yetu hii hapa. Andiko zuri kabisa kutoka kwa Sam Darfur na unaisikia hapa ndani ya Simulizi Zetu Media. Tutakutana katika sehemu ya 6 tufahamu sasa ndoa itafungwa ama itakuwaje, na vipi binti, kumbuka aliahidiwa pesa, binti Tana huyu na anamwacha mwanaume wake pale ili aoe tu kwa amani na nini. Bado mambo ni mengi sana ndani ya story yetu. Nikusii tu endelea kuikumbatia Simulizi Zetu Media, utaipata sehemu ya 7 mapema sana ikiwa tu umesubscribe channel yetu, umeturn on notification, lakini pia nakukumbusha na nakusisitiza endelea kuandika ujumbe wako mfupi hapo chini, na usisahau kutuambia wakati wote unatusikiliza ukiwa wapi. Jina langu naitwa Tutu, tutakutana katika sehemu ijayo ya simulizi yetu ya Labda Mapenzi Siyajui.